Jesus, thank you, King of Glory. We give you the glory, Jesus. In the name of Jesus. Inawatosha kumwambia Bwana ni asante. Thank you, King of Glory. Hallelujah. It's happening, it's happening, it's happening. It's happening, it's happening. Jesus, manifest now, Jesus, manifest now, in your presence, in your presence, in your presence. Acha kushangaa unaangalia watu. Wewe shukuru Bwana, amekumbukisha, amekuwezesha. Stop being amazed. Stop looking at people. People will never take you anywhere. Worship Him and tell Him, God, Jesus, thank you. Jesus, Jesus. Oh God, manifesting now. Open the gates. Open the courts. Jesus, let your reign. Break now. In the name of Jesus. Asante Yesu, shukuru Bwana, mwambia ni asante. Asante Roho Mtakatifu kwa huo muda wote. Asante kwa ajili ya nguvu zako. Asante kwa Roho wako amekuwa pamoja nasi. Asante kwa Roho wako amekuwa akituongoza. Asante kwa nguvu zako umekuwa ukitufungua. Asante Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya muda wote. Umekuwa pamoja nasi, umetuponya, umetufungua, umebariki watu. Tunashukuru Roho wa Mungu, Roho wa Mungu, tunashukuru. Tushangilie ushindi wa Bwana, tusherehekee ushindi wa Bwana, tusherehekee ushindi wa Bwana. Amefungua wengi, amefungua waimbaji, amefungua vipawa, amefungua huduma, amefungua kazi, ametuinua. Tunamshukuru kwa ajili ya makubwa. Alifungua manabii, alifungua vibanda, alifungua vipawa. Mshukuru kwa ajili ya kipawa, mshukuru kwa ajili ya wema wake. Anakuwa pamoja nasi. Hallelujah. Yeye ni Mungu huinua watu kutoka mavumbini, anawaketisha pamoja na wakubwa. Anasema anaenda kuwainua Saidi na Saudi, ataenda kuwasimamisha. Kule mlikuwa hamna nguvu ya kusimamisha, pokea nguvu ya kusimama sasa. Pokea nguvu ya kuendelea, pokea nguvu ya kuendelea, pokea nguvu ya kuendelea, pokea nguvu ya kuendelea. Anasema anaenda kuinua watu, anaenda kuwasimamisha katika ndani ya maisha ya kazi na mienendo yao. Anaenda kusimamisha ndoa, vile anavyosimamisha kanisa, vile anavyosimamisha watu wake. Anaenda kutusimamisha hata kiroho, anaenda kutujenga. Anaachilia mjengo mpya, anatujenga upya. Pokea nguvu tena, pokea uwezo, pokea uwezo, pokea uwezo. Hallelujah.
Anasema ya kwamba wale ambao hawakuwa na nguvu ya kujisimamisha na tupea nguvu, wale walikuwa nalemewa na mizigo na waondolea, wale walifungwa wasiishi kwa maisha yao ishi chini, leo wanafunguliwa upya. Pokea nguvu zake sasa, pokea huduma mpya, pokea kibali kipya, pokea breakthrough. Anaenda kuwainua wale walifungwa na nguvu za giza, wanafunguliwa leo. Waliofungwa na mapepo, waliofungwa na maroho ya uchawi, waliofungwa na laana, anasema kuanzia leo kuna watu wanaenda kuinua, hawataangua tarudi chini tena. Kuna wengine nao wameishi kana kwamba wamefunikwa na nguvu za giza, hawainuki. Leo anakuja kutuinua, anakuja kuinua kanisa. Anasema saa imefika, aweze kuwapea nguvu, aweze kuwainua na kufungua njia na kufungua maisha mapya. Wale walikaa katika hali ya kuhangaika, siku ya kicheko imefika. Wewe umekuwa ukiomboleza, ameleta furaha, ameleta furaha. Pokea furaha, pokea ushindi, pokea breakthrough. Uzuni unaondoka, maombolezi inaondoka, uchungu unaondoka. Wewe umefinyiliwa na maroho, kwenu umefinyiliwa, hakuna wa kuinuka. Wanakuinua, kuna watu wanatia mafuta, kuna watu wanafungua. Pokea Yesu sasa, pokea nguvu sasa, uweze kuinuka, uweze kuendelea mbele, kwa maana yeye ndiye anainua. Vile ametushikilia miaka hiyo, hata sasa na kuendelea mbele, hata tushikilia zaidi, hata tufungulia hazina zake nzuri zaidi, hata fungua milango iliyo mizuri zaidi, hata endelea kutuinua, hata endelea kutupea kibali zaidi, hata endelea kutupea uponyaji. Amesema pia ametutendea, hivi ataendelea kutenda, ataendelea kutenda. Tukiendelea kukaa ndani yake, tukiendelea kumuita, na atatujibu na atatupea maarifa. Anasema sikieni kanisa, wakati huu ni wakati nyinyi msikize kile anayotaka. Ni wakati wa kutembea na yeye. Akikwambia utembee, utembee. Akikwambia simama, usimame. Kwa hivyo nyinyi watu wa kiroho, mkae ndani ya roho zaidi, mkae ndani ya njia zake. Bwana anaenda kuwafungua, anaenda kuwafikisha mataifa ya mbali, anaenda kuwafungulia milango mingi, anaenda kuwainua. Amesema miaka ingine hamtakuwa hapa, mtakuwa mmeondolewa, mkisherekea, mtakuwa mmewapeleka mahali pengine. Hamtakuwa hapa, anaenda kuwaponya, anaenda kuwapanua, anaenda kuwapanua, anaenda kuwainua. Nitawabeba na nguvu zangu, nitawabeba na uwezo wake, maana yeye ni Mungu wa
anaachilia kibali. Amen. Hallelujah. Even right now, you validation mafia. Oh, Riva. On time enough. We are right enough. Oh, Riva. Riva Sandina. Riva right at you, Riva. Validation master. Bibi anavyojenga kanisa, bibi atajenga maisha yenu, bibi atajenga kazi zenu, bibi atajenga ndoa zenu, bibi ataendelea kukonfirm neno lake, kwa maana ametenda na atatenda. Amen. Nishukuru Mungu. Mwambie asante. Asante. Asante Roho. Asante Roho. Haleluya. Amen. Tunasema asante kwa wema wa Mungu. Haleluya. Tusome neno ambalo tumepewa na Roho asubuhi ya leo. Tunasema tusome katika kitabu cha tunaita First Peter chapter 5. Verse 6 and 7. Kitabu cha First Peter ama waraka wa kwanza wa Petro chapter 5 verse 6 and 7. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Haleluya. Katika siku ya leo Roho anaponena amesema tunyenyekee zaidi katika mkono wake. Tusiinuke, tusione kana kwamba tumefika, bali amesema tunyenyekee chini ya mkono wake. Haleluya. Tunyenyekee chini ya mkono wake. Kwa hivyo kufika miaka 5 sio kumaanisha tumeenda mbali. Kwa hivyo ili tuweze kuenda mbali na wewe uweze kuinuka na kuenda mbali, nyenyekea mbele za Bwana. Haleluya. Anasema nyenyekeeni chini ya mkono wake ulio ndani, uwakweshe ama uweze kutufanya tukue, uweze kufanya tuendelee, uweze kufanya mambo yetu yaweze kuendelea. Haleluya. Kwa hivyo tumtafute zaidi, tukae ndani yake zaidi kuliko vile tulivyo. Kwa hivyo kuliko vile tulikuwa tuombe, tuongezeke kuomba zaidi, tuendelee kuimba zaidi. Haleluya. Tuendelee kufungua ama tuendelee kubariki watu, tuendelee kupeana, tuendelee kuomba, tuendelee kusaidiana. Kwa hivyo siku ya leo wewe umesikia Roho akinena utwike hiyo mzigo ulikuwa na, usibebe tena, mpatie hiyo mzigo. Mpatie mzigo wa nyumba yako, mpatie mzigo wa watoto wako. Acha kuuliza watasoma namna gani, anza kusema Yesu anajishughulika akitafuta vile watasoma. Haleluya. Kwa hivyo tunapo sema tuna celebrate anniversary, tuwe tunampatia mizigo ye, maana yeye anajishughulisha zaidi kwa niaba yetu. Yesu anashughulika sana kwa niaba yetu, naye shetani anaguruma akitafuta kitu ya kume. Lakini kwa sababu Yesu anakushughulikia, hawezi kukumeza, kwa maana Yesu atakuwa amekulinda. Haleluya. Kwa hivyo tunasema tunajishughulisha kwa sababu yeye anashughulika kwa niaba yetu. Kwa hivyo tumtwike mizigo yetu. Kwa hivyo kitu ya kwanza, tunyenyekee zaidi chini ya mkono wake.
Haleluya. Ili akaweze kutuinua. Alisema ndio uinua wanyonge, ndio usimamisha. Hatuna nguvu ya kujisimamisha, lakini anapokuja anatutia nguvu. Anapokuja anatufungua, anatusimamisha. Haleluya. Hiyo ni neno la Roho Mtakatifu. Aliyo na sikio afanye nini? Aliyo na sema aliyo na. Kwa hivyo siku ya leo tutafute sana kukomaa katika kiroho. Tafuta sana vile utakavyokomaa katika kiroho. Tutoke katika utoto wa kiroho. Haleluya. Tuwe watu wamekomaa. Vile tunavyoendelea ndivyo na wewe utaendelea ukomae kiroho. Because tunaweza kuwa na miaka mingi lakini bado Isaya inasema aje? Isaya 65:20 anasema mtoto wa miaka 100 anaitwa mtoto. Unaweza kuwa na miaka mingi lakini capacity yako haijaweza kukomaa. Haleluya. Tutufanye nini? Tuendelee kukomaa. Haleluya. Hivyo siku ya leo tuna mambo matatu tunafanya. Na mambo matatu haya tunayafanya haraka, maana tunataka tukanyange step za kukomaa. Haleluya. Kuna step kwa hizo miaka zote tumeendelea step 2. Kuna step ambazo zimebaki nje. Haleluya. Na siku ya leo ndio tunataka zishughulikie ili tukaweze kuwa tumekamilika katika ujenzi wa kiroho. Kuna step ya elders in the church. Elders, na kuna step ambao tunasema ni ya youth. Kwa hivyo hizo ni step ambapo tumekuwa hatushughulikii, lakini siku ya leo nataka tukaweze kuiweka wakfu ili ikaweze kuwa imekamilishwa kuwa kani. Haleluya. Ndio tunataka tushughulikie. Ndio tushughulikie ile ingine ya youth, alafu tumalize ibada yetu. Haleluya. Hii ndio inakuanga wa moto katika kitabu cha John chapter 1 verse 1. Kitabu cha John ama Yohana chapter 1 verse 1. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Haleluya. Neno ilikuwa kwa Mungu, na neno likawa kwa Mungu, likaja kwetu. Kisoma tofauti. Likafanyika mwili, likaishi kwetu, tukaona mwangaza wake. Nao vyote pasipokuwa yeye hakuna kitu ilifanyika. Yeye alifanya vitu namna gani? Kubinene. Haleluya. Na unaingia ukisoma pale mwanzo inasema nini? Genesis chapter 1 verse 1. Dunia na mbingu hakukuwa na kitu, lakini Roho wa Bwana alikuwa anakaa juu ya
Kwa hivyo unapopokea ule roho aliyokuwa nakaa juu ya maji, huo roho ndiye atakusaidia kufanya nini? Tusome Genesis chapter 1 verse 1. Kitabu cha Mwanzo ama Genesis chapter 1 verse 1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kwa hivyo unapokuja hapa, dunia yako ikiwa utupu, tunaanzanga kuumba tena. Kwa hivyo tumeambiwa tukuumbie, maana kuna ule roho anatembea hata ikiwa kuna giza kuu, tunaanzanga kuumba mambo kwa maisha ya. Kwa hivyo hii unduma kazi yake kubwa ni kuumbia watu ili hawa. Unapoingia hapa kama una kazi, njia za kazi zinaanza kufanya nini? Hata ukiingia hapa ukiwa mambo yako yaendelee, ama ukiwa na magonjwa, anaanza kuumbwa na njia ya uponya. Maana amesema dunia ilikuwa utupu, kwa hivyo kumaanisha haina kitu. Kwa hivyo utaingia ukiwa huna kitu, na wewe utaanza kuumbiwa ile unaita. Kwa hivyo sasa ile kazi tuko nayo, na ile kazi kubwa ni kufuata process ya kuumba. Haleluya. Haya, tunanenea hawa na tunanenea nyinyi. Umesikia? So tunanenea sisi tunanenea wale na tunanenea hawa. Tunasoma kitabu ya Titus chapter 2 verse 1. Wewe step ya leo tunataka tuikamilishe, ndio sasa kazi ianze kesho. Lakini wewe nena mambo yapasayo mafundisho yenye uzima. Haya, menea jirani yako mshike. Mwambie jirani, wewe nena maneno yanayopaswa uzima siku zote za maisha yako. Nena uzima. Nenea watu mambo ya uzima. Waambie good news. Wachana ya dunia. Verse 2. Ya kwamba wazee wawe wenye kiasi, wastahivu, wenye busara, wazima katika imani na katika upendo na katika saburi. Haya, umesikia? Muwe na nini? Kitu ya kwanza ni ya kwamba wazee wawe wenye kiasi. Muwe kiasi. Kila mtu akikuja msikize. Wakia wastahivu, wenye busara ya kutatua maneno. Watakuja na maneno mingi, imefanyika, imeenda, ikakuwa, sasa wote watatua aje? Wazima katika imani na katika upendo na katika saburi. Uzima katika uamushe nini? Imani. Kwa hivyo kila mtu atakuja akiwa na matatizo, mtie nini? Vivyo hivyo kwa wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema. Umesikia?
Mtu akikuja na mvinyo yake ya fulani alienda na wewe usikumbuke. Nasikia waambia wasitumie nini? Fulani unajua fulani hata Sunday alinikanyanga mguu. Alinijifanya akaniambia hata nguo ikuwa mzuri. Usikubali kunywa nini? Verse 4. Ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Kwa hivyo hapa kuna majenzi wanaoleka, mamiliki hapa yanaoleka. Sasa usikubali neno la Mungu litukane wakiambiwa huko. Amekusumbua, enda utoka. Umutie akili. Anaweza kuwa hana akili ya kupenda Bwana ya. Juu Bwana amekuja hata alikaa kwa simu akasahau hata kufua nguo. Unajua saa hii ni ma.com ni kwa simu. Wako huko. Chakula haijapikwa. Akianza kuulizwa anaanza kusema, ananifinyilia naye akikuja kwako. Si ande ndo nataka tufanye nini? Enda utoke. Asikusumbue. Hiyo ni mbaya. Unaambiwa umtie akili ya kupenda waume zao wakuwe safi. Unajua kuna wengine wanafunikanga vyombo vinajaa, hata nyumba ioshwi, lakini atakaa kwa simu dakika